Tukiingia katika Yohana 2. John Yohana Mtakatifu tutaanzia tu hapo moja. Tuendelee. Elio utatusomea Yohana 2 kuanzia 1. Ninasoma Yohana 2 kuanzia mstari wa kwanza. Na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Mstari wa 4. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Mstari wa 7. Yesu akawaambia, jalizeni mabarazi maji. Nao wakayajaliza hata juu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tunasikia ya kwamba maandiko inasema juu ya mahali palikuwa na harusi. Bwana Yesu asifiwe. Huko Galilaya. Haleluya. Na maandiko inasema mama wa Yesu alikuwa ameitwa ama alikuwa pale katika ile harusi. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko ikasema hata Yesu mwenyewe na wanafunzi wake walikuwa wameitwa ama wamealikwa katika hiyo harusi. Haleluya. Na maandiko imeendelea ikasema wakati walikuwa pale katika harusi, kuliendelea hivyo, divai ikaisha. Haleluya. Na wakati divai iliisha, maandiko inasema mama wa Yesu akaambia mtu mmoja, akaenda kwa Yesu, akaambia Yesu hakuna divai. Haleluya. Lakini Yesu akamuuliza, wewe mama, tuko na nini mimi na wewe? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema mama Yesu akaachana na Yesu, lakini akaenda kwa mtu mwingine mwenye alikuwa huko katika hiyo harusi. Akamwambia vile atamwambia na mfanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusema nini asubuhi ya leo? Ama Mungu ama neno linataka kutuambia aje? Ni vizuri kutembea na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika shughuli zako zote, katika kazi zako zote, katika maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kutembea na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema Yesu mama wa Yesu akaambia Yesu,
divai imeisha. Haleluya. Naye Yesu akamuuliza, wewe mama, tuko na nini wewe na mimi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana, ukisoma Biblia, kuna Biblia zingine zinasema alimwambia, wewe mwanamke. Haleluya. Hata hii ya Kiswahili inaongea juu ya mama, lakini kuna zingine zinasema mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu alishindwa, huyu mama ananiambia nini? Na harusi si yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikuwa ameitwa kama mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile harusi inakuwaga na watu wengi. Kuna wenye ni wa familia ya hao wenye wanafanya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuna watu wengine wanakujaga wamepewa bahasha, ni wageni wamekuja tu alafu waende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Yesu alikuwa kama vile katika hiyo harusi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati huyu mama alimwambia hakuna divai, alishindwa ni nini anamwambia, lakini kunayo maneno Yesu alimwambia, akasema wakati wangu haujafika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni kama Yesu, hata kama yeye ni Yesu, ni kama hakuwa anajijua kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa anajifahamu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwa wakati huo tu akajijua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama vile mtu anakuwaka amelala hapo kwa usingizi, haujielewi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hujakufa huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa. Ni kama mtu alikuwa amelala. Saa zingine hata unaweza sikia ndoto, ama mtu akue sana sana, tuseme ile wakati mtu anakuaga umelala kesha, ama umekuwa ukifanya kazi usiku na mchana, saa zingine unajiwekeleaga ukalala, mtu anaweza akuje akuite usikie kama ni ndoto, ni kama ni kuota unaota. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama haujielewi vizuri. Haleluya. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa hiyo wakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kusema wakati wake haukuwa umefika. Tayari wakati wake ulikuwa umefika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo hata nasi tuko kama wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza kuwa ile hali ambayo tunapitia ni mambo ambayo tukaweza kuibadilisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tayari hiyo hali tunaweza kuibadilisha hiyo wakati, lakini tunasema muda bado haujafika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado wakati umefika, ama muda umefika. Kama vile Yesu alisema wakati wangu haujafika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akajielewa, akajijua ile nguvu ambayo ako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke mama wa Yesu aliwaambia vile atamwambia na mfanye. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini mama yake Yesu alisema hivyo? Ni kwa sababu huyu mtoto ni wake, ni yeye amemzaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni yeye amemlea. Haleluya. Kwa hivyo anajua vile huyu mtoto wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anajua uwezo ambayo uko na huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Anajua ya kwamba huyu si mtoto wa kawaida tu kama wale watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anaweza akabadilisha hali vile iko. Kama ni mbaya, anaweza ibadilisha iwe hali nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo
akawaambia vile atamwambia fanyeni vile. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema kwa wakati huyo Yesu akajijua. Haleluya. Akajielewa na akajua ya kwamba sio eti kuna muda mwingine anangojea, muda wake umefika. Haleluya. Akajua ya kwamba wakati wake umefika, sio eti utafika kesho ama kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio eti anangojea mwaka mwingine, tayari umefika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo akawaambia, hebu soma Kutoka 8. Ndio soma mstari wa 8. Akasema, akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Kuanzia hapo, kuanzia 6. Mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema, basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawala, kila moja lapata kadiri ya mzio 2-3. Mstari wa 7, Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si unasikia vile wakati alijijua kabisa na akajifahamu yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema akawaambia kukakuwa huko kulikuwa na mabalasi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama matanki. Ni kama tanki. Na maandiko kulingana na hivyo tunasikia malikuwa matanki 6. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo tanki kila moja ilikuwa inabeba kama mitungi 3 ama 2 hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia wajaze zile mabarazi maji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walizijaza maji, kuzijaza tu, Yesu akawaambia ama akawaambia takeni maji muwapelekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati walitaka hiyo maji, wakapelekea mwenye alikuwa anaongoza hiyo ceremony ya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Akapelekea MC wa hiyo ceremony. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema wacha tumalizie sasa mpaka 11. Mstari wa 9 inasema, naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mstari wa 11, mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni habari ya Yesu mwenye alijijua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema wakati
waliweka ile maji, akawaambia takeni mpelekee. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipelekewa maji akaionja, hiyo maji ilikuwa ama hiyo divai ilikuwa imeshabadilika ikakuwa divai ama divai. Bwana Yesu asifiwe. Kiswahili yangu utaishika tu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema ilikuwa nzuri hata kuliko yenye walikuwa wamekunywa hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sasa huyo MC anawauliza, kwani mlikuwa mmeficha hii nzuri mkaanza na kupea watu yenye ilikuwa baya? Bwana Yesu asifiwe. Ama yenye haikuwa tamu kuliko hii yenye mmetoa saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kulingana na hii maandiko inatufunza ati, inatufunza ya kwamba ukitembea na Yesu kuna mambo ambayo Yesu anaweza kukufanyia wewe wakati umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama vile alibadilisha hii maji ikakuwa divai, vile ndivyo tu anaweza akabadilisha hiyo mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kulingana na hii harusi, hebu angalia uone kama Yesu hakuwa mahali pale, kungekuwa aje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka kila mtu akiandaa karamu yake yoyote ile, Bwana Yesu asifiwe, anakuanga amejiandaa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anakuanga ameangalia kabisa, akaona hiki kitatosha na hiki kitatosha na hiki kitatosha. Bwana Yesu asifiwe. Akaona amepeleka mambo vizuri yenye itaendelea vizuri kutoka mwanzo mpaka mwisho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna za zingine, kuna watu wengine wanakujanga, si wamekuja kwa sababu wanakuja ndio mambo ielekee vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanakujaga tu ndio wakuje waharibu hiyo karamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama vile huyu mwenye hii harusi alikuwa amepanga harusi yake vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wakati wa Galilaya, kumbuka ilikuwa siku ya Wednesday, iko tofauti na sasa na siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wao walikuwa wanaandaa mambo yao ya Wednesday. Sisi sana sana naonanga tunafanyaga mambo yetu sana sana ila Saturday. Bwana Yesu asifiwe. Ama Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo wakati haja yao sana ama kulingana na harusi yao ni kama walikuwa wanataka divai sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nasikiaga sana ukienda harusi ukose kukula keki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kama inaweza ikaitwa harusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama iko na tofauti kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu akiandaa harusi yake vizuri kama ile harusi yenye iko mbele yetu saa hii, Bwana Yesu asifiwe, kukosekane keki sijui ni aje. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tuseme mtu alikuwa ameandaa keki zake vizuri pale, lakini kuna mtu amekuja na akaiba hiyo keki akaenda nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama vile hapa sikusema hii dafai ilikuwa imeandaliwa kidogo, ilikuwa mingi ya kutosha. Inawezekana ikiwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ni kama kunaye mtu ama watu walikuwa wanataka kuja kuharibisha
harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si watu wote wanakutakianga mambo mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa walikuwa wameita Yesu katika hiyo harusi, ama walikuwa wamealika Yesu katika hiyo harusi, Yesu aliondoa aibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kazi ya Yesu ni kuondoa aibu katika maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Yesu ni kufanya mambo yasiyowezekana iwezekane. Haleluya. Mambo ambayo inaonekana ni mazito kwa mwanadamu, Yesu akiingilia pale, hiyo mambo yanakuwa rahisi kwa huyo mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wenye hawana Yesu, kwa sababu kuna watu ambao wanamdharau Yesu. Haleluya. Wanadharau wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ni kama vile tumefundishwa katika Bible study ya kwamba ukisikia shy kusema mambo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata yeye atakuwa shy kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijisuhusiana na huyu Mungu ama na huyu Yesu, hata yeye atajihusiana na mambo zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusema nini? Nataka kusema ni vizuri kujijua, kwa sababu maandiko inasema tumepewa nguvu na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umepewa power and authority. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu Yesu, kwa kuwa uko na yeye, ako ndani yako na wewe uko ndani yake. Mimi niko ndani yake naye ako ndani yangu. Amenipa power, amenipa nguvu na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuweza kubadilisha mambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa na huyu Yesu naweza kuondoa aibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni kwa nini watu wa Mungu wanateseka? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini watu wa Mungu wanahaibika? Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tumeambiwa, bado hatujafika pale kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa sababu kuna mahali hatujaweza kumhusisha Yesu kabisa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusema nini? Yesu ako hapa ndio abadilishe maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vizuri tutumie kile Yesu ametupea ama ameweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulisikia Yona, kuna mahali ilifika akaulizwa, wewe umelala uko na nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo anatuuliza siku ya leo. Anatuuliza kwa sababu tunalia. Wewe unalia na mimi ninalia na huyo mwingine mwana wa Mungu analia. Ni nini uko nayo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nini hii umelalia ukakosa kuona mbele, ukakosa kuamka ndio uitumie, ndio ifanye mambo iendelee? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kusema kunayo kitu ambayo tuko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kunayo kile kitu ambayo Bwana ametupea na anataka tuitumie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunavaa tu. Yesu ni kutamka, alitamka mambo tu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Ukweli maji ilikuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Sio eti walienda kutafuta maji. Maji ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi na wewe kuna ile kitu ambayo iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ndio Yesu anataka uitumie. Bwana Yesu asifiwe. Musa aliulizwa na Mungu, ni nini uko nayo? Akasema ni fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hiyo fimbo hakuwa anaenda akaitafute. Ilikuwa tu kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nituulize Mungu, ni nini hii Bwana unataka nitumie? Bwana Yesu asifiwe. Uliza Mungu ni nini hiyo. Kama hujui ni nini, akuelezee ndio uweze kuijua. Uache kukaa ama tuache kukaa maisha ya kuremewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuweze kuondoa aibu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ni vizuri tu tuendelee kuwa na Yesu. Haleluya. Kwa sababu kuwa na Yesu hautahaibika. Ukiwa na Yesu hautachekelewa, kwa sababu atakuwa akienda mbele yako akikuongoza na kukuondolea aibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kunayo mambo mengi ambayo inatuletea aibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wengi sana wameenda kinyume na sisi. Haleluya. Kuna watu wengi sana wameenda kinyume na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma katika Ezekieli 3 utasikia kuanzia hapo kuendelea, utasikia kuna mambo mengi sana ambayo inaenda kinyume nasi. Haleluya. Wengine ni waganga na wachawi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa Mungu ako katika saidi yetu, ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo ndio ako na uwezo na nguvu ya kubomoa milima na vilima mbeleni zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama maandiko inasema vile Babeli ilianguka chini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kuwa Mungu ama Yesu ako pamoja nasi, kama hatutamuacha. Haleluya. Kama tutapelekana pamoja na yeye vizuri. Haleluya. Kama hatutachoka kumngojea. Bwana Yesu asifiwe. Kunazo Babeli ambazo atasiangusha juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ako tayari kuangusha Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kunayo mambo mengi sana imechinua katika maisha yetu ambayo haitokani na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambayo imekuja kinyume na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inaweza kuwa ni katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ni katika wamama yatima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yamesimama yakakuwa na nguvu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wengine hata wamenyang'anywa vitu zao. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mabwana zao wakikufa waliwaacha wakiwa kwao nyumbani, lakini baadaye wakafukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni Babeli ambazo zimesimama kwa wamama yatima. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe ni nini ile imesimama ambayo inakuwa Babeli kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nini hiyo imesimama imekuwa aibu kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako
wa kujua hizi Babeli, Mungu anakuja kuziondoa. Haleluya. Anakuja kuzitoa ili wewe uweze uweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uweze kufika mahali wewe mwenyewe unataka kufika. Uweze kufika mahali Mungu mwenyewe anataka wewe ufike. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Mungu anataka watoto wako wafike. Bwana Yesu asifiwe. Pengine walinyang'anywa haki yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walinyang'anywa haki yao. Na hiyo ni Babeli ambayo imesimama katika watoto wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe shikilia huyu Yesu. Haleluya. Endelea tu kumwamini huyu Yesu. Endelea tu kumhusisha katika mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Endelea tu kumwelezea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunasikia hapa Yesu alikuwa tu amenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kama kusema alikuwa anangojea aambiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikuwa anataka wenye harusi wamwambie hakuna hii ama hakuna hii. Tunataka hii ama tunataka hii. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe mahali uko, pengine umenyang'anywa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ama Yesu anataka umwelezee ukweli. Anajua hayo yote. Haleluya. Anajua mahitaji yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amenyamaza akingojea umwambie, kwa sababu ako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wako umwambie ni nini unataka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unataka akufanyie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiwa na Yesu hautahaibika. Haleluya. Lakini unaweza ukarudisha muda wako nyuma sana ukikosa kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anangojea tu umwambie. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko kuna mahali inaongea wakati Elisha walikuwa wameenda na watu kutafuta miti ya kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali walikuwa wanaenda kukata miti ni kama palikuwa kando ya mto, na maandiko inasema choka ya mtu mmoja ikaanguka kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ilianguka kwa maji alistuka sana, kwa sababu hiyo shoka ilikuwa ya kuomba, haikuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema akasema, woi, choka imeanguka kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu pale walikuwa na mtu wa Mungu, walikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anasimamia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema huyu mtu wa Mungu akaenda akarusha tu kijiti kwa maji, nayo shoka ikapaa juu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaona miujiza hapo ambayo vile Mungu anafanyanga kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na vile tunajua choka ikianguka kwa maji si inaingiaga chini na haiwezi ikapaa, kwa sababu si plastiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio karatasi hata itaenda ilale tu juu ya maji eti ni kutoa tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahali Yesu yako anafanyaga mambo ambayo haiwezi ikawezekana iwezekane. Bwana Yesu asifiwe. Anafanyaga mambo ambayo ni mazito akaifanya ikuwe rahisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo acha tushikilie huyu Yesu. Wacha tu tutembee na huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na atafanya mambo ambayo tunaona kama haiwezi ikawezekana na itawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wacha niseme hivi, kwa kuwa tuko na Yesu atambadilisha mambo. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Atabariki kesho yako, atabariki watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mambo yako yatakuwa mema kuliko vile iko siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yako yatakuwa mema hata kuliko vile ilikuwa jana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu huyu Mungu ni Mungu wa kufanya mambo ambayo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Ni wa kufanya mambo ambayo ni mazito ikawa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kwa wale tu wanatamani kutembea na huyu Yesu. Haleluya. Ni kwa wale tu wanataka kumsuhusisha kwa mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo acha tumpokee huyu Yesu. Kama wewe umeokoka, endelea tu kushikilia huyu Yesu. Na kama wewe hujaokoka, ni vizuri umtamani huyu Yesu, ndio abadilishe mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na akufanyie mambo ambayo haiwezekani iweze kuwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Wacha tumpigie Bwana makofi mazuri. Amen. Amen. Nitafikisha hapo. Wacheni tusimame, tumuite baba yetu ndio aendelee na tumshukuru. Tumpigie